Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma baad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia rehma na amani mwalimu wetu, kiongozi wetu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawashukuru nyote kwa kutenga muda wenu kuweza kujumuika nasi tena katika maendelezo wa mafunzo yetu ya uongozi, na leo ikiwa ni sehemu ya tatu katika mada hii ndogo ya leadership commitments, ahadi za uongozi, mambo ambayo kimsingi kila kiongozi anatakiwa ajicommit kuyafanya, kushikamana nayo ili kuweza kuleta matokeo mazuri katika uongozi wake. Leo tutaendelea sehemu iliyobaki katika hizo commitments za uongozi ambayo tunaanza nayo leo, au ambayo inatufungulia kipindi chetu cha leo, ni hii inayoitwa kuwa na malengo yaliyokuwa muhimu zaidi. Malengo yanaweza yakawa yapo, lakini wataalamu wa masala ya mikakati na uongozi unatuambia kwamba kuna malengo ambayo ni, ni malengo ya kawaida, kuna malengo ambayo ni muhimu, kuna malengo ambayo ni muhimu zaidi, kama tutatumia lugha hilo kutafsiri neno hili wildly. Kwa hivyo kiongozi unatakiwa ubainishe, uweze kubaini au uweze kuja na malengo yaliyokuwa muhimu zaidi. Okay, muhimu zaidi. Kwa hiyo hii ni jambo muhimu sana, na ni jukumu muhimu sana kwa kiongozi. Unapokuwa wewe ni kiongozi, yako mambo mengi yanaweza yakawa ni muhimu, malengo mengi, malengo yanaweza yakawa mengi sana. Okay, kama kiongozi. Sasa changamoto na kazi kubwa ni kuweza kutambua, kubaini malengo ambayo ni muhimu zaidi. Okay, maana mambo mengine unaweza mtu ukadhani kwamba hili litakuwa lengo, kumbe hilo kwa kweli ni dalili tu ya ugonjwa fulani. Okay, kwa hiyo lengo halitakiwi kuwa hilo, lengo linatakiwa liwe hili, kwa sababu ukilifikia lengo hili ushatibu jambo hili. Kwa hivyo ni kitu ambacho muhimu sana kuweza kubaini dalili za maradhi na maradhi yenyewe. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu malengo hasa yanatakiwa yawe yepi. Okay? Na katika haya malengo, okay, yepi yawe muhimu, ya muhimu zaidi, muhimu sana, muhimu sana, yani piga ua lazima, kama kiongozi uyashughulikie au ufanye juhudi kuyafikia malengo hayo. Kwa hivyo hili ni jambo muhimu, na ni commitment muhimu kwa safu yoyote ya uongozi, kutambua malengo yaliyokuwa muhimu zaidi. Okay? Muhimu zaidi. Kwa hivyo kama katika kadhia ya mtu binafsi, yani mimi na wewe, tunatoa mifano hapa katika malengo muhimu zaidi, widely important goals. Kama Muislamu, kama kiongozi Muislamu, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, kufanya kila jambo lako kuwa ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. This is very important. Umeona? Very very important, widely important goal kwenye maisha ya Muislamu ni kutambua na kumwabudu na kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibrahim alayhi salam, okay, ametufundisha maneno hayo, na maneno haya ametufundisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, kutuwekea maneno aliyemfundisha Ibrahim alayhi salatu wassalam kutuambia kuyasema, na kwetu sisi ni funzo. Anasema Ibrahim ya kwamba aseme qul inna salati, sala yangu, wa nusuki, na kuchinja kwangu, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, na kifo changu, na vyote hivi ni kwa ajili ya kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo maisha yote ya Muislamu anatakiwa ajue ya kwamba ni muhimu sana, ni muhimu sana
kuyaratibu, kuyapanga maisha yake yote, harakati zake zote kuwa zinazunguka katika kumwabudu na kumtumikia na kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni lengo muhimu zaidi kwa kila Muislamu, inatakiwa hii ikae mbele ya macho yake. Umeona, kwa sababu ukiyafanya mambo nje ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, okay, basi itakuwa umepoteza nafasi ya malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala halipi amali ya mja ambaye hajamkusudia yeye, haijakufanywa kwa ajili yake yeye. Maana Mwenyezi Mungu ni aghna shuraka, Mwenyezi Mungu ni mkwasi kushirikishwa na watu wengine yanapofanywa mambo. Mtu anapotaka kufanya jambo alifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kila harakati yake, katika kazi yake, katika masomo yake, katika biashara zake, anaweka kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo zimegawanyika na ni nyingi katika kila maeneo. Kuna namna yake ya kuzitafuta hizi radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo la lingine muhimu sana kwa kila Muislamu, na hii ni katika mfano wa pili wa malengo muhimu kwa Muislamu, ni kutengeneza tabia zake. Kutengeneza tabia zako ziwe exceptional, ziwe za hali ya juu kabisa, za kipekee. Uwe ni Muislamu ambao tabia zako ni zenye kupendeza, ni zenye kuhamasisha wengine, zenye kuwakumbusha wengine. Umeona, eh? Ndio hata bwana mmoja akasema, hakika marafiki wazuri ni wale ambao ukiwaona wanakukumbusha juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Wanakukumbusha juu ya akhlaq zilizokuwa mzuri, wanakukumbusha juu ya mwenendo uliokuwa mwema. Okay? Lakini ukiwa na marafiki ambao wao wanakukumbusha kwa tabia zao, kwa maneno yao, kwa harakati zao, mambo ya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, uje unatoka katika mstari. Okay, mambo ya kujifakarisha, mambo ya kujigamba, mambo ya uonevu, mambo ya dhulma, mambo ya njia za mkato, mambo ya udanganyifu, hujue ya kwamba uko katika kampani ya watu wabaya sana. Ni katika malengo muhimu sana kwa Muislamu, okay, kwa kiongozi wa Kiislamu kuwa na exceptional character, kutengeneza tabia zake na mwenendo wake uwe wa kupigiwa mfano, kupigiwa mfano. Na katika malengo mengine ambayo muhimu sana ni kusimamisha haki na kusimama juu ya ukweli. Okay, kusimamisha haki pale ambapo kwenye dhulma na kusimama juu ya ukweli. Siku zote kuwa ni mtu ambaye unapoona kuna dhulma mahali, unafanya juhudi ya kupambana na dhulma ile, kupambana na dhulma ile. Okay, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Mwenyezi Mungu ameamrisha uadilifu, haki na wema, na ihsan na wema. Okay, haya hizi ni amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wayanha anil fahshai wal munkar, na Mwenyezi Mungu ameyakataza fahisha, mambo machafu na mambo maovu ameyakataza. Kwa hiyo ni katika wildly important goals, ni katika malengo muhimu sana ya Muislamu kusimamisha haki, kusimamisha uadilifu. Okay? Kwa sababu Mola wake amempa kazi hiyo na amemtaka Muislamu popote alipo asimamie uadilifu, aweke uadilifu. Okay? Na apambane na dhulma, na apambane na mifumo ya dhulma, na apambane na uonevu. Okay? Kwa hiyo hili ni jambo muhimu kwa kila Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa asimame dhidi ya dhulma. Okay? Dhidi ya dhulma. Okay? Na ndio Mtume sallam akasema afdalul jihad, jihadi iliyokuwa bora zaidi, kalimatul haq inda sultanin jair, kuzungumza neno la sawa la uadilifu la haki kwa kiongozi ambaye ni mjeuri, kiongozi ambaye dhalimu. Mfahamu? Kwa hivyo ni katika mafunzo ya Uislamu kwa kila Muislamu katika malengo yake kama Muislamu, katika malengo yake muhimu ni kusimamisha uadilifu, kusimamisha haki, okay, na kusimama juu ya ukweli. Ukweli, kuwa ni mtu ambaye anasimama juu ya ukweli. Okay, ni mkweli na anasimama katika ukweli, si mtu wa
simama katika batil, katika uongo, katika mambo ya ujinga, okay, kwa sababu ya maslahi fulani. Atasimama katika ukweli, okay, kwamba hii ni jambo la haki la uadilifu, anasimama nalo. Hili ni jambo, ni ukweli, ukweli uko hivi, okay, na huu ni uongo. Hawezi kukaa na kuzungumza mambo ya uongo, ima kwa ajili ya kuwafurahisha fulani, au kwa ajili ya kutafuta kufikia lengo fulani, au kutaka kufikia cheo fulani. Anaanza kusema maneno ya uongo kwa sababu ya kutaka ima wafurahi watu fulani, au aweze kupita kufikia cheo fulani, kwa maana ya kufanya udanganyifu, ima katika vyeti vyake, kufanya udanganyifu katika wasifu wake, kufanya udanganyifu, okay, hata katika kueleza juu ya watu wengine, ima kwa njia ya kufitinisha au kwa njia ya kuwasifu. Hashikamani na tabia ya kusema uongo kwa ajili tu ya kutaka kujipendekeza, au kwa ajili ya kutaka kufikia malengo fulani. Muislamu katika malengo yake muhimu, malengo yake ambayo ni ya kufa na kupona, ni kupigania na kusimamia haki za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haki za waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika malengo mengine muhimu, commitment ya mambo yanatakiwa mtu jicommit katika lengo hilo, ni kutumikia na kunufaisha viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, to serve and benefit creation. Mtume sallam anasema khairu nasi anfa'uhum linnasi, mtu ambaye ni bora kabisa. Na hapa Mtume sallam wala hakutaja kama Muislamu bora, sema mtu bora, khairu nasi, mtu bora, okay, ni yule ambaye anfa'uhum linnasi, mwenye manfaa kwa watu, mwenye kunufaisha waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kwa Muislamu inakuwa ni jambo kubwa zaidi. Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwahi kuwauliza masahaba zake, je, mnajua mti ambao unafanana na Muislamu, yani mti ambao wasifu wake na vile maumbile yake unafanana na Muislamu? Masahaba wakapata tabu sana kujibu swali hili. Mtume sallam akawaambia mti huo ni mtende. Mufassir walipoingia katika kuanalyze mtende ulivyo, wakaona kwamba wote una manufaa. Mtende kila kitu chake kinachofungamana nacho kina manufaa, kuanzia matunda yake. Tende ni zenye lishe bora kabisa, ni lishe safi kabisa, tende. Okay? Ili tunda la tende ni lishe nzuri. Wakatazama matawi yake pia yanatumika katika yana kivuli, yanatoa kivuli. Mtende unatoa kivuli katika matawi yake. Mtende matawi yake yanaweza kutumika vile vile katika mambo ya ujenzi, kwa zile ujenzi wa kizamani, watu walikuwa wanatumia matawi kama haya mtende kwa ajili ya kuwezeka kwenye nyumba. Lakini ukija kwenye lile gogo lake, pia gogo lake linaweza likawa ni nguzo katika nguzo zinaweza kutengenezea jengo fulani. Okay, ukija katika mizizi yake, wanasema mtende hauhitaji maji mengi, wala hauhitaji mbolea nyingi, wala hauchukui kwa wengine kingi, isipokuwa unachukua kile inachohitajika tu, lakini mtende unatoa kingi zaidi. Kwa hivyo kuna kitabu na vitabu vimeandikwa katika kuelezea mtende na namna gani mfano huu wa mtende unahusiana na Muislamu anavyotakiwa kuwa. Muislamu anatakiwa awe kama mtende, anatoa zaidi kuliko anachochukua kutoka kwa wengine. Maana ananufaisha zaidi kuliko kujinufaisha yeye zaidi. Okay, kwa hivyo ni katika malengo muhimu sana katika maisha ya Muislamu, na unapobeba joho la uongozi, kuongoza, unatakiwa uwe ni mwenye kunufaisha zaidi, okay? Na sio mwenye kuchukua zaidi, kunufaika wewe zaidi na kikundi chako na mashabiki wako, okay? Au na kundi tu lako. Kwa hivyo ni katika malengo muhimu sana anayotakiwa kujipamba nayo Muislamu, kuwa ni mtumishi na mwenye kunufaisha viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwe ni wanadamu, iwe ni wanyama, iwe ni mimea, vyote ni viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muislamu anatakiwa aweke mbele kunufaisha viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nyinyi mnajua
ya kwamba mwanamke aliingia peponi kwa kumnufaisha mbwa, okay, kiumbe kichafu kabisa, najis. Na yuko mwanamke aliingia motoni kwa kumtesa paka, kwa kumtesa paka kuhatarisha uhai wake na kadhalika. Kwa hivyo ni lengo muhimu sana. Unapokuwa kama Muislamu, unapokuwa tena kama kiongozi, okay, unatakiwa uwe usukumwe na msukumo wa dhati kabisa, okay, kama ni katika sera, ni katika taratibu, kuuliza taratibu hizi, sera hizi zina manufaa kiasi gani kwa wanadamu na kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Prepare for the ultimate meeting with Allah, kujiandaa, kujiandaa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, kama ni katika lengo muhimu sana. Okay, kila saa yako, kila siku yako, okay, wewe unakaribia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Je, umejiandaa kukutana naye? Leo hii ukiambiwa haya bwana, imefika wakati sasa kutoa roho yako kwa kukutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, uko tayari kukutana na Mola wako katika hali hii, katika hali uliokuwa nayo sasa hivi? Sasa hili ni swali la kutafakari kwa dhati ya nafsi yako, kujiangalia jinsi ulivyoishi, okay, na jinsi unavyopanga kuishi ndani ya saa moja baada ya hapa, okay, na jinsi unavyopanga kuishi ndani ya mwezi mmoja baada ya hapa, okay. Je, wewe uko tayari kukutana na Mola wako? Unajiandaa kukutana na Mola wako? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia watazawadu, mchukueni andao, jiandaeni bana. Mwenyezi Mungu anatuagiza tuchukue andaa, tujiandae. Lakini vile vile anatuambia ya kwamba hakuna andao bora isipokuwa ucha Mungu. Umeona? Watazawadu fa inna khaira zadi attaqwa, chukueni andao, fanyeni maandalizi ya kukutana na mimi, jiandaeni na safari iliyoko mbele yenu ya kukutana na mimi, na hakuna andao bora isipokuwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuishi katika amri zake na kujiepusha na makatazo yake na kuyafanya mambo kwa ajili ya kutafuta radhi zake subhanahu wa ta'ala, na kwa kufuata sunna ya kipenzi chetu kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo haya mambo matano tunayozungumza kwa ujumla yake, kila Muislamu, okay? Kila Muislamu, narudia neno hili kwa kusisitiza, kila Muislamu anapaswa ajue ya kwamba haya ni mambo muhimu mno, ni muhimu mno katika maisha yake. Haya mambo matano ni mambo muhimu mno katika maisha yake, katika maisha yake. Na unapokuwa sasa katika nafasi yoyote ya uongozi wa kitaasisi, wa kijumuiya, ni lazima ukae chini, okay, utambue malengo muhimu sana ya kuyaweka na kufanya juhudi kuyafikia kitaasisi, okay, kitaasisi, okay, kitaasisi, na uhakikishe ya kwamba malengo hayo hayakufanya wewe udivert kwenye haya malengo yako binafsi, malengo yako haya kama Muislamu. Okay, sasa unapoingia wewe katika jumuiya, alafu ikawa jumuiya hiyo malengo yake ina conflict, na malengo haya yako kama Muislamu, ujue katika hatari. Sasa kwa mfano, umekwenda kwenye jumuiya ambayo uko kwenye shirika au kwenye taasisi ambayo inachokifanya ni kudhuru kuliko kunufaisha, okay? Kudhuru kuliko kunufaisha. Na unaweza ukaona inawezekana vipi? Naam, kuna watu wanafanya kazi katika kampuni za bia. Kuna Waislamu wako kwenye kampuni za bia, kuna Waislamu wako kwenye makampuni ya sigara, kuna Waislamu wako kwenye makampuni ya benki za riba, kuna Waislamu wako kwenye makampuni ya bima hizi za dhulma. Kuna Waislamu wako kwenye makamari, okay? Sasa unatakiwa ujiulize, hii taasisi ambayo niko nayo mimi, ambayo lengo ni kuongeza sijui mauzo, okay, ya pombe, okay, inakwenda sambamba na malengo yako muhimu kama Muislamu? Definitely haiendi sambamba, inakwenda kinyume na kusubmit to Allah. Allah ameharamisha pombe, Allah ameharamisha riba, Allah ameharamisha kamari, Allah ameharamisha kila chenye kumdhuru mwanadamu. Alafu wewe vipi unakwenda kuongoza taasisi ambayo ina promote mambo hayo ya hovyo, mambo mabaya, mambo anayoyachukia Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo ni kitu hakipaswi kuwa hata kidogo
Umeona, mustahil, mustahil, yani jambo haliingia akilini wala haliwezi kukubalika. Wewe ni Muislamu alafu wewe ndo kiongozi wa kamari taifa, wa bodi ya kamari taifa. Inaingiaje akilini Muislamu kuwa katika nafasi hiyo? Okay? Kwa nafasi, ni nafasi ambayo inakufitinisha na malengo yako muhimu kama Muislamu, kusubmit to Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ya kusimamia bodi ya kamari na kamari za nchi nzima, ni kusimamia uasi, kusimamia jambo ovu. Sasa wacha kusimamia bodi, kuwa na kampuni yako kabisa ya kamari, au kuwa na kampuni yako kabisa ya sigara, au kuwa na kampuni yako kabisa ya jambo fulani ovyo la ovu. Wazi ya kwamba wewe umetoka katika njia, ama umetoka katika njia. Hata kama utakuwa unatoa sadaka sana katika shughuli za Maulidi, hata kama utakuwa unatoa sadaka sana kupeleka watu hija, hata kama utakuwa unatoa sadaka sana kutibu wagonjwa, hata kama sawa, you are saving and benefit the creation, okay, ni kwa kupitia jambo la haramu, chanzo cha mapato hayo ya watu wa hudumikia hao wengine na watu wengine, ni jambo linalomuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mfano mashuhuri, kuna kisa mashuhuri cha wakati wa Imamu Abu Hanifa rahimahullah, ambapo alimkuta mtu anaiba matufaha, anaiba maapple. Okay, Imamu Hanifa akaona amstiri bwana huyu anaiba, akaenda kwa yule anayeuza kumwambia kwamba bwana, ndugu yetu fulani yule amechukua matunda haya, lakini amesahau kulipa na mimi nalipa kwa niaba yake. Akamstiri ndugu yake yule, hakutaka kumtuhumu kwa wizi, hakutaka kumfedhehesha, akaenda akalipa yeye na akamtolea udhuru kama amesahau kulipa. Kisha akamlipia yeye. Imam akaona apige hatua moja kubwa, huenda huyu nimjue huyu bwana anaishi wapi, fakiri labda, ili niweze kuja kumsaidia katika siku zijazo, asije akawa anaendelea na tabia hii ya wizi na nini. Akamfuatilia, akakwenda, akamfuata, akakuja akakuta huyu bwana anapita eneo fulani, kile alichokiiba kule katika matufaha aliyochukua, amewakuta maskini wamekaa wanaomba, anachukua yale matufaha anayagawa na anawapa wale watu maskini kule. Okay. Ikamstaajabisha zaidi Imamu Abu Hanifa. Ajabu iliyoje! Huyu bwana kaiba kule matunda. Okay. Alafu anakuja hapa anatoa sadaka kile alichokiiba. Okay. Basi akafika mahala akaona azungumze naye, akamsalimia. Baada ya kusalimiana, kama ndugu yangu, nimekufuata kutoka hapo duka fulani, ulichochukua hukulipa, lakini mimi nimelipa na nimekustiri. Lakini umenistaajabisha zaidi juu ya kile ulichokichukua kule kwa wizi, umekuja umekigawa hapa. Mimi nilifikiri wewe una njaa, una familia, una dhiki, unaenda kuilisha familia yako. Okay, lakini umenistaajabisha, umekuja hapa, naona unatoa sadaka, yani unayagawa haya matunda uliyoiba kule. Yule bwana akaonyeshwa naye kushangazwa na jambo hilo na swali hilo la Imamu Abu Hanifa. Akamba, mzee wewe bwana, wewe ufahamu ya kwamba man amila salihan falahu ashara amthaliha. Wewe hujui kwamba Mungu asema mwenye kufanya jema moja analipwa mara 10 na mwenye kufanya ovu moja analipwa moja tu. Kwa hivyo yeye akapiga hesabu zake kwamba ovu moja ule nimeiba, ovu ni moja, lakini hapa nafanya wema, sasa natoa sadaka, okay, napata 10. Kwa hiyo kimathematically yeye ikawa anachukua tu ni 10, nikitoa ile moja nabaki na 9. Kwa hiyo mema yangu yanabaki, itakuwa makubwa zaidi kuliko ovu langu lile moja. Imamu Abu Hanifa akawa na ujinga huu wa hali ya juu alionao mtu wa namna hii, na ujinga huu wanao Waislamu wengi wanaoishi katika zama zetu hizi za sasa. Akamwambia, inna Allaha tayyibu la yaqbalu illa tayyiba, Mwenyezi Mungu ni mzuri na hawezi kukubali kutoka kwa amali ya mtu isipokuwa amali ambayo ni mzuri. Yani wewe uibe huku, udhulumu katika mirathi, katika mali za watu, alafu uje uitumie eti unatoa sadaka ya mali ulioiba, uliodhulumu. Mwenyezi Mungu hakubali amal inayotokana na namna hiyo. Kwa hivyo akamweleza, akamnasih ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye ni mzuri na hakubali isipokuwa kilichokuwa kizuri. Innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin,
Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawakubalia wale wanaofanya mambo kwa kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, uchume kwa kumcha Allah na utumie, na kama unatoa sadaka kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe unachuma kwa njia za kishaitani, alafu unapokuja huku unataka kutumia eti katika njia anazoziridhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiyo haiwezi kukupatia khairi yoyote. Akamwambia dhambi yako iko pale pale, na una thawabu zozote wewe kwa kitendo chako hiki cha kutoa, bali una dhambi yako ya wizi. Umeona? Kwa hivyo Muislamu anatakiwa ajue kwamba ni ahadi, ni mwiko kwake, ni mwiko kama kiongozi kutambua malengo muhimu sana anayotakiwa ayaweke na ayafanyie kazi. Okay? Na muhimu kutambua wewe kama Muislamu una malengo. Wewe as an individual, Mungu hajakuumba tu bila ya malengo. Umeumbwa kwa malengo, na malengo hayo tumeyaeleza katika hizi nukta tano ambazo tumeshazizungumza. Vile vile katika commitment, katika miiko ya kiongozi ni kuweka system na process, kuweka mifumo na michakato ambayo itakuwezesha wewe kuyafikia haya malengo, kuyafikia malengo. Kwa hiyo ikija katika muktadha wa kitaasisi wa kijumuiya, okay, haitoshi tu kuwa na malengo, bali unatakiwa uya enable mazingira yawezeshe kuyafikia haya malengo. Lazima tutengeneze tu shape environment, umeona ambayo itatuwezesha tuyafikie haya malengo. Okay, kama tunazungumzia mfano dira ya 2050. Okay, inazungumzia wananchi by 2050 wawe na kipato cha dola kadhaa. Okay, sasa sawa, hilo ni lengo zuri, lengo muhimu sana. Watu wawe na kipato cha juu kwa sababu ita improve viwango vya maisha yao na kadhalika. Sasa tunatakiwa tuje huku chini kuangalia, je, mifumo yetu katika kila eneo itawezesha mwananchi, itawezesha mtu huyu kuja kuweza kupata kipato hiki miaka 50 au 25 ijayo? Okay, kwa hivyo lazima tuangalie mifumo, tuangalie michakato, tuangalie taratibu, tuangalie sheria, tuangalie kila kitu, kinabidi kiangaliwe ili kiwe aligned kusupport kufikia yale malengo. Kwa hivyo ni kitu muhimu kama kiongozi kuhakikisha ya kwamba mifumo iliyopo, taratibu zilizopo, kanuni zilizopo, sera zilizopo zinatupeleka katika kuyafikia yale malengo. Ukija kwako wewe binafsi, atakiwa ujiulize ya kwamba namna unavyopanga mipango yako muda wako, okay, inakuwezesha wewe kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unavyopanga mipango yako, okay, inayo nafasi ratiba yako ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kujenga tabia zako kuwa bora zaidi, ya kusimamia uadilifu na ukweli na kuupigania uadilifu na ukweli, ya kuwatumikia viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay, ya kujiandaa kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unatakiwa utengeneze system na utengeneze mfumo, pange, kwa maana katika sura ya individual, katika level ya individual, maanake upange mipango yako, okay, mipango yako ya shughuli zako na harakati zako izunguke katika haya mambo, katika haya malengo muhimu ambayo kila Muislamu anatakiwa kuwa nayo. Mipango yako na harakati zako ziwe zinazunguka katika kukuwezesha wewe kuwa ni mja wa Allah unayefuata amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Kwa hivyo ni katika mwiko mwingine wa kiongozi kwa kuanzia na yeye mwenyewe kuratibu, kuweka utaratibu wa matumizi ya muda wake, matumizi ya akili yake, matumizi ya nguvu zako, okay, kuhakikisha kwamba inakuwezesha huo muda na mipango yako na ratiba zako zinakuwezesha kuyafikia haya malengo. Na inapokuja kwenye jumuiya na taasisi, kuhakikisha vile vile kwamba sera za taasisi, utaratibu wa taasisi,
kanuni za taasisi na, na mikakati ya taasisi inatuwezesha kuyafikia yale malengo muhimu zaidi. Narudia tena, kuna malengo, kuna malengo muhimu na kuna malengo muhimu zaidi. Okay? Kwa hivyo ni muhimu kukaa na kutafakari na kujadili na viongozi wenzako, okay, kwamba kama haya ndiyo malengo, je, yapi muhimu zaidi? Kwamba haya ni vyote iwavyo, okay, kwamba lazima tuyafikie haya. Sasa kuna kisa na visa hivi viko vingi sana, unakwambia zinaundwa tume mbalimbali katika mambo mbalimbali ya kinchi, okay. Sasa katika tume hizo zinakuja na mapendekezo, kuja mapendekezo, tufanye moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Swali la kujiuliza au swali muhimu sana ni katika haya mapendekezo gani ni muhimu zaidi? Okay, sasa nilikuwa namsikiza hapa leo asubuhi Profesa Shivji ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa tume ya ardhi ambayo aliiunda Mzee Mwinyi miaka mingi iliyopita. Anasema tulitoa mapendekezo chungu mzima juu ya namna ya kufanya land reform nchini Tanzania. Okay. Na kwa kiasi kikubwa walitekeleza, asilimia 98 walitekeleza. Okay. Lakini asilimia hiyo 98 waliotekeleza, okay, waliacha asilimia 2 ya mapendekezo yetu ambayo ndio ilikuwa muhimu zaidi. Umeona? Sasa yaliyoachwa ni though yanaonekana ni 2% ya 98%, lakini anasema walioyaacha hayo 2% ndio yaliyokuwa muhimu zaidi katika kubadilisha usimamizi mzima wa masala ya ardhi nchini Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona kama kiongozi hamtokaa na kujiuliza, okay, katika malengo haya lipi muhimu zaidi, okay, na kutengeneza mifumo na taratibu na kanuni, okay, ambazo zitasupport kuyafikia hayo malengo muhimu zaidi, itakuwa maanake hamwezi kwenda mbali, hamtoweza kuleta mabadiliko mazuri na kufikia mafanikio mazuri zaidi. Ya tatu ni deliver results, okay, kwamba ni mwiko wa uongozi kuleta matokeo, sio kuleta maneno tu mengi. Maneno yapo na vitendo vinatakiwa viweko na matokeo yanatakiwa yawepo. Tutasema sababu lazima yasemwe, okay, na kusemwa ni kitu muhimu, kuyasema mambo, okay, na vile vile tunatakiwa tuje tufanye ili matokeo yapatikane. Ni mwiko wa uongozi kuwa na matokeo, okay. Huwezi kuwa wewe kiongozi alafu huna cha kuonyesha katika matokeo, huna cha kuonyesha. Uongozi wako utakuwa umefeli kama hakuna chema cha kuonyesha katika matokeo ya uongozi wako. Kwa hivyo ni katika mwiko wa uongozi, okay, kuleta matokeo yaonekane, matokeo yapatikane, okay. Kwa hivyo hili ni jambo muhimu sana na tukiangalia katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati mgumu sana pale ambapo walizuiwa walipokuwa wanataka kwenda kutekeleza ibada ya hija ambayo ilipelekea Waislamu kufanya makubaliano na Makureishi, makubaliano ambayo yanafahamika kama Al-Hudaybiyah. Ni katika tukio lililokuwa na, 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 na umuhimu mkubwa sana, na pia kulikuwa na maoni mengi sana ya masahaba juu ya makubaliano haya ya Hudaybiyah. Mtume sallam kwa kuwa anaongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, aliweza kukubali kuingia katika makubaliano ya Hudaybiyah ambayo yalikuwa na vipengele ambavyo vyenye kukerehesha, havitaki kuanza. Kwa mfano, makubaliano yalikuwa hayatambui kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Makubaliano yale yalikuwa yanataka wasiende kutekeleza ibada ile ya hija mwaka ule, warudi zao, na watu washafunga safari, washafika mpaka eneo hilo,
na mengineyo. Na Mtume SAW sallam aliona kuna manufaa katika mkataba ule, kwa sababu mkataba ule uliweza kuweka kipengele cha amani, kuto kuwekwa kwa vita na mapigano, na uhuru wa kuitangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kikwazo, bila kikwazo. Akaona ya kwamba hii ni fursa adhimu, kubwa, muhimu zaidi kuliko jambo hili la kwenda kutekeleza ibada hii ya hija katika wakati huu. Kwa hivyo tukaja tukaona tokeo ya mkataba ule ambao ulionekana una mambo mengi yasiyopendeza, yasiyokuwa ya haki, lakini vile vile umetoa fursa kubwa ya kufanya da'wa na kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kweli matokeo hayo ya kufikisha dawa yakaja kuonekana, dawa ikaweza kufanyika kwa uhuru na makabila mengi na jamii pana ikaingia katika Uislamu, na ikaja ikapelekea kuwa fathu Makka kabisa, Makka kuweza kufunguliwa na kuwa chini ya chini ya uongozi wa Kiislamu na chini ya Uislamu. Kwa hivyo ni matokeo, mkataba huu ulikuja kuleta matokeo mazuri kabisa katika jamii ya Kiislamu. Kwa hivyo kama taasisi, kama jumuiya, okay, masala ya kufanya mikataba ni moja katika vitu ambavyo vya kawaida vinavyofanyika baina ya taasisi na wadau mbalimbali. Swali muhimu ni hilo la kwamba mkataba huu utadeliver results gani, results zipi ambazo zitaweza kuwa delivered kwa kupitia makubaliano hayo, kwa kupitia hatua hii au ile. Kwa hivyo ni katika mambo muhimu kuleta matokeo. Mtume sallam kwa kupitia mkataba huu achieved peace, pelekea jamii ya Uislamu kuwa katika hali ya amani na kuepuka migogoro na Makureishi, na matokeo yake kama tulivyoeleza ikapelekea ushindi wa Waislamu kwa kuingia mji wa Maka na kuwa chini ya nidhamu ya Uislamu. Kadhalika katika leadership commitments, miiko ya uongozi ni kufurahia hatua nzuri ambayo inapofikiwa, celebrate wins na kuappreciate, okay, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuwashukuru wale ambao watakuwa wametoa mchango wa hali na mali katika kufanikisha jambo, okay, na na kufurahi katika namna ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda. Kwa hivyo mnapopata taufik, Mungu anapowezesha kulifanya jambo fulani, okay, mumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Kwa hiyo ni commitment, ni commitment ya uongozi, ya viongozi, ya Muislamu. Mwenyezi Mungu anapokuwafikia katika jambo fulani la kheri, jambo zuri, uwe na shukrani, ufurahi kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallam alipofanikiwa kuifungua Makka, alionyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aliwasamehe waliomkosea, okay. Na Mtume sallam vile vile waliposhinda katika vita vya Badri, okay, alimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, okay, na aliwashukuru masahaba waliojitoa katika vita vya Badri, vita vigumu, vita vizito walivyokabiliana navyo Waislamu katika hali ya unyonge kabisa, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hakika Mwenyezi Mungu aliwanusuru katika vita vya Badri, hali ya kuwa nyinyi mlikuwa dhalili kabisa, kivifaa, kiidadi ya askari, okay. Na Mtume sallam katika kuonyesha appreciation ya masahaba walioshiriki katika vita vya Badri alipata kusema ya kwamba huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatazama wale walioshiriki vita vya Badri, okay, kwa sacrifice yao na kwa juhudi yao walioionyesha katika vita hivi. Anasema Mtume sallam, huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala amewatazama wale wote walioshiriki vita vya Badri, na kama anawaambia au amewaambia fanyeni mnavyotaka, mimi nishawasamehe. Yani watu wa Badri, watu walioshiriki vita vya Badri, na kwa kupitia hadithi hii na hadithi nyingi zinaonyesha fadhila
kubwa ya masahaba ambao walishiriki katika vita hivi, na hii ni katika namna ya ku appreciate contribution ya masahaba hao ambao walijitoa kwa hali na mali, na bila kuhofia yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika kupigania Uislamu ukiwa katika hali ya unyonge na katika hali ndio kwanza unaanza kutokea fitna kubwa ya makafiri kutaka kuwaua Waislamu ili wazime nuru ya Uislamu. Kwa hivyo ni muhimu kama Waislamu tunapofanikisha jambo la kheri, okay, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kufurahi kwa kheri hiyo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuwafikia, na tufurahi katika namna inayomridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ina motivate, yani psychologically, mnapo celebrate mafanikio katika namna inayomridhi Allah subhanahu wa ta'ala, inaongeza motivation ya 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 ya, ya team, inapata hamasa kufanya vizuri zaidi. Tunapo recognize staff fulani aliyefanya vizuri katika mwezi, katika mwaka, ni katika kujenga hamasa kama hivi na kuonyesha shukurani juu ya michango ya wenzetu. Man la yashkuru nasi la yashkuru Allah, yule ambaye hashukuru watu kwa mazuri yao wanaoyafanya, okay, na michango yao mikubwa wanaoitoa, huyo mtu anakuwa hajamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio leo katika organizations zinazoendeshwa vizuri kunakuwa na masala kama haya, wanaita employee of the month, the best employee of the month, fanya kazi hodari zaidi katika mwezi, okay, anatambuliwa, anapewa zawadi, okay, inakuja mpaka mfanyakazi bora wa mwaka, okay, anatambuliwa na anapewa zawadi, okay. Hii ni katika kucelebrate na kuappreciate, okay, michango ya wenzetu. Make high value decisions. Kiongozi unatakiwa ufanye maamuzi, ufanye maamuzi, na maamuzi yako mengi. Kuna tunayoita ni low value, middle value, na kuna high value decision. Ufanye maamuzi katika mambo yenye maana na yenye ambayo yataleta athari kubwa zaidi. Okay. Maamuzi ya mambo mengine ya vitu vidogo vidogo ni kudelegate kwa watu wengine wafanye maamuzi. Kiongozi itategemeana na nafasi yako. Kuna viongozi wa taasisi, kiongozi wa nchi, kila mmoja ana uzito na mambo ambayo anawajibika kufanya maamuzi juu yake. Kwa kuwa ushabainisha, unatambua malengo yaliyokuwa muhimu zaidi ni haya, okay. Hivyo inapokuja masala ya kufanya maamuzi juu ya jambo fulani litakalopelekea kufikia lengo lilokuwa muhimu zaidi, maana hiyo ni high value decision, okay? Ni maamuzi muhimu sana yenye athari kubwa sana, okay? Basi ufanye maamuzi haya, ufanye maamuzi haya, sio unafanya maamuzi ya mambo madogo madogo tu, huku mambo madogo madogo, jambo ambalo ndio kubwa muhimu sana litabadilisha, okay, mustakabali wa taasisi, litabadilisha, okay, mwenendo wa kinidhamu wa wafanyakazi au wa watumishi, okay. Hayo unayalalia, unayafumbia macho, unayapotezea, unafanya kama huyaoni, unavuta muda, unangojea mpaka wakati wako uishe uondoke aje mtu mwingine. Kuna mambo ni high value decisions, high value decision ambayo itafungua mambo mengi, okay, katika taasisi au katika familia au hata kwako wewe mwenyewe binafsi. Wewe mwenyewe binafsi vile vile unatakiwa umake high value decisions, okay, ujue maamuzi gani nitakayoyafanya yataweza kunipeleka katika hatua kubwa. Unapoyajua maamuzi hayo yatakao kutoa kwenye hatua moja kupeleka kwenye hatua kubwa nyingine, okay, ufanye maamuzi, okay, na utumie njia mbalimbali kama istikhara, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuwafikie kufanya maamuzi ambayo ni sahihi katika hilo unalotaka kulifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya maamuzi makubwa mengi tu ambayo yali transform jamii ya Waislamu wakati ule,
Mojawapo tumetaja kuingia kwenye huu mkataba wa Hudaibia ambao ulikuwa na positive, mojawapo ni amani ya kutangaza dini, kwamba sasa unaweza kuitangaza dini hii na hatuto kuwekea vikwazo katika kufanya hiyo dawa. Okay, kwa amani kabisa, na tutaishi kwa amani, hatutopigana eh, katika kipindi fulani, kipindi cha mkataba huo. Kwa hivyo akakubali kuingia katika mkataba huo kwa ajili ya kuweza kupata fursa ya kuishi na jamii nyingine kwa njia ya amani, ambayo inafungua fursa ya kutangaza dini, ya kuweza kufikisha ujumbe wa Uislamu kwa, kwa watu wengi bila ya vikwazo, bila ya hofu yoyote. Migration to Madina, Mtume sallam alifanya uamuzi mkubwa wenye athari kubwa kabisa juu yake mwenyewe, kuhama katika mji wake, kuwa mhamiaji katika mji wa Madina. Okay? Very high value decision. Okay? Ambao wakati mwingine hata mimi na wewe tunaishi katika miji, hali zinaweza zikawa ngumu sana. Okay? Juu ima ya kiuchumi au jambo fulani la kijamii lililotokea. Okay? Watakiwa ufanye high value decision, uhame kutoka kwenye mji huu uende kwenye mji mwingine. Okay? Ardhi ya Mwenyezi Mungu ni wasi'an. Ikiwa mambo yamebana katika mji, mambo yamekubana katika taasisi fulani, okay, ima katika kutekeleza dini yako au katika kutekeleza majukumu yako muhimu ya kijamii, umebanwa, make high value decision kuweza kutoka na kwenda katika hali ambayo itakuwezesha kufanya vizuri zaidi kuliko kubaki tu kama ikawa kama vile alivyosema Moyaka bin Haji, ngome inatuumiza nasi tumo kwenye ngome. Unaumizwa mahali na wewe uko tu hapo hapo tu, uko hapo hapo tu. Okay? Islamu hataki kuishi namna hiyo. Okay? Akiishi katika namna hiyo ni kukaa katika unyonge na kama ataishi katika namna hiyo, akiwa aishi katika hali ya kuwa ana mikakati ya ndani ya hiyo ngome ya kuja kuhakikisha ngome hii haitomuumiza. Lakini wewe ngome inakuumiza na wewe umekaa tu katika hiyo ngome, umekaa tu, uchukui juhudi yoyote, una harakati yoyote ya kujinasua au ya kuibadilisha hiyo ngome itoke kwenye kukuumiza, hiyo sasa inakunufaisha. Itakuwa wewe ni mtu dhalili na ni mnyonge kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo Mtume sallam alihama. Mtume sallam alifanya maamuzi mazito ya kuwafukuza Mayahudi katika mji wa Madina walipokwenda kinyume na mikataba, kufanya mikataba ya kukaa kwa amani. Walipokwenda kinyume, hakusita kwenda kuwatimua katika mji wa Madina. Alifanya maamuzi mazito ya kuwaunganisha muhajirun wal ansar, kwa maana nyote ni ndugu. Okay? Ansar wakawachukua muhajirina wakaishi nao na wakafanya biashara, wakawapa mabiashara na wakawapa ardhi za kilimo na kadhalika. Sallam alipata maamuzi mazito vile vile kupokea ushauri, okay, kutoka kwa Salman al-Farisi juu ya kuchimba mahandake katika vita vya Khandak, okay, kama mkakati wa kivita kuulinda mji wa Madina na kuweza kuwakabili maadui. Alifanya maamuzi mazito vile vile na muhimu, wasamehe watu wa Makka baada ya kuwa ameshaukamata mji wa Makka. Okay? Ingekuwa mauaji makubwa sana kama angelipiza kisasi na watu wa Makka kwa namna moja au nyingine, ni ndugu na jamaa, okay, wa masahaba zake na wa yeye mwenyewe vile vile, ingelikuwa ni jambo lisilokuwa na sura nzuri. Kama kiongozi shinda, unawaua wengine na kadhalika. Kwa hiyo Mtume sallam alifanya maamuzi muhimu na makubwa sana kuwasamehe watu wa Makka. Okay? Katika jambo ambalo wenyewe walikuwa wala hawakutarajia kufanyiwa, ilikuwa ni kusamehewa bila ya adhabu yoyote. Umeona, Mtume sallam aliwaambia mko huru, okay? Hamtadhurika chochote kutoka kwake au kutoka kwa Uislamu. Mtume sallam vile vile alifanya maamuzi makubwa katika kuchagua watu wenye uwezo, kuwapa majukumu mazito.
Okay. Hili pia ni jambo muhimu sana kama kiongozi, ku make decision katika kuhakikisha unachagua watu wenye uwezo na kuwaweka katika nafasi muhimu. Kwa hiyo ni mifano ya kutoka kwenye maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayoonyesha kwamba kiongozi wetu huyu alifanya maamuzi mazito katika mambo kadha wa kadha ambayo yalileta athari kubwa zaidi katika mustakbal wa Uislamu na Waislamu. Lead through change, katika ahadi au mwiko mwingine wa uongozi ni kuleta mabadiliko, kuleta mabadiliko. Okay, pale unapokuwa umeingia katika uongozi, okay, unataka ulete mabadiliko mazuri. Okay, yaje mambo mapya, yaje mambo tofauti, hali ibadilike. Okay, sio kiongozi wa mambo yale yale. Okay, kusimamia yale yale, atakiwa lazima uje na ubunifu uh, wa namna moja au nyingine, wa namna ya kuyafanya mambo, namna ya kuyafikia malengo. Kama ni katika njia za kupita the house, uje na njia bunifu bora zaidi ya how to do this or how to achieve this. Okay? Kwa hivyo uongozi unataka unampatia changamoto kiongozi ya kuleta mabadiliko chanya katika nafasi yake, katika nafasi yako ya uongozi. Okay, kwa hivyo hii ni katika ni mwiko ama ni commitment ya kiongozi kuleta mabadiliko. Wewe umekaa kama kiongozi katika nafasi uliokaa, umeleta mabadiliko gani chanya? Nataka ujiulize unaleta mabadiliko gani chanya huku kama kiongozi wa familia. Okay, naam, mwaka jana ulileta mabadiliko gani katika familia yako, mabadiliko chanya? Mwaka huu unapanga kubadilisha nini? Okay, katika fikra za watoto wako, ya mkeo, ya mumeo, fikra chanya, which ideas are you bringing? Okay, ambayo itakuwa ni nzuri, labda katika ibada namna ilikuwa hamsali jamaa salatul fajri, kila mmoja anajiswalia kivyake vyake. Can you bring change of kuswali pamoja salatul fajri? Kama nyumbani, kama wewe ni mama, mume amekwenda msikitini, je, unaweza kuswali na binti zako nyumbani salatul jamaa? Okay, kama ni mabadiliko au ni vile vile tu kila mmoja ataamka ataswali kwa muda wake, au wewe utawaamsha tu alafu utaswali kivyako. Okay, wewe utaswali kivyako na wao wakishaamka waswali kivyao. Kwa nini wewe kama mama usiwaswalishe binti zako nyumbani? Okay, na kama utakuwa una udhuru, kwa nini mmoja katika binti zako asiwaswalishe wengine? Kwa hivyo hizi ni change ambazo unatakiwa uzilete ni change katika code of conduct, katika namna ya utendaji wako, namna ya namna unavyofanya mambo. Okay, usomaji wa Qur'ani. Okay, leta mabadiliko, kwamba kila mmoja alikuwa anasoma peke yake, lakini kila mmoja atapata fursa ya kusoma peke yake, lakini tutatumia dakika 10 sote tutakuwa tunasoma kwa pamoja. Okay, ili kusahihishana. Mwingine anaweza kawa hajui hiki au kile. Okay, tukisoma kwa pamoja, maana yake itakuwa kila mmoja anaweza kujifunza kile ambacho alikuwa hakijui. Okay, alafu baada ya dakika 10 za kusoma kwa pamoja, kila mmoja atasoma sasa sura yake, au ataendelea pale anapotaka kuendelea. These are changes. Okay, inaleta umoja, mshikamano. Okay, na vile vile kunapatikana kujifunza kwa pamoja. Kwa hivyo kama kiongozi ndani ya familia, kama kiongozi, okay, unatakiwa ulete mabadiliko, ubadilishe vitu. Unaona, ubadilishe vitu katika namna ambayo itaboresha zaidi. Kuna swala la dua. Okay, kujifunza dua mbalimbali. Okay, dua zilizomo katika Qur'ani, dua zilizopo katika Sunna. Kuna masala ya kujua fiqh ya Kiislamu. Okay, kwa hivyo kama kiongozi ndani ya familia unatakiwa lead changes kama hizo. Watu walikuwa hawasomi dini. Okay, wasome dini. Okay, watu walikuwa wanaswali peke yao, waswali kwa pamoja.
Okay? Watu walikuwa hawasomi Qur'ani kwa pamoja, wasome kwa watu walikuwa hawalete uradi fulani kwa pamoja, walete uradi fulani kwa pamoja. Kwa hiyo always kuna kitu bora unaweza kukibadilisha kikawa bora zaidi. Okay? Kwa hivyo hii ni changamoto na ni katika mwiko wa uongozi kubadilisha mambo kwenda kwenye hali bora zaidi. Mtume SAW sallam alichange ideology, alibadilisha itikadi za Makuraishi juu ya imani ya miungu wengi kuja kwenye Mungu mmoja. Alibadilisha juu ya mwenendo wao kutoka kwenye tabia mbaya mbaya kadha wa kadha kuja katika tabia zilizokuwa za sawa. Alibadilisha economic model yao kutoka katika kuchuma bila kuchunga halali haramu. Walikuwa majangili, walikuwa majambazi, walikuwa wala riba, walikuwa wakiuza kwa udanganyifu, wakifanya ghishi, mambo ambayo tunayo leo katika jamii zetu. Watu wanachuma bila kujali halali wala haramu. Unaona, eh? Na mtu wa namna hii hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatojali mlango gani wa moto anamuingiza, kama ilivyokuja katika kauli mojawapo ya kwamba yule ambaye hajali anachuma vipi mali yake, Mwenyezi Mungu hatojali mlango gani wa moto anamuingiza. Okay, Mwenyezi Mungu atuhifadhi na moto. Kwa hivyo Mtume sallam alichange economic model kwamba kuna halali, kuna haram na kadhalika katika uchumaji na katika utendaji wa mambo mbalimbali. Change of social relationship, mahusiano ya kijamii, okay, baina ya jirani kwa jirani, kwamba jirani yako umtazame kwa wema na ufanye ukae naye kwa wema. Okay, kwamba jirani Mtume sana anasema Jibril alayhi salatu wassalam alikuwa akinihusia juu ya jirani, kukaa naye kwa wema mpaka nikadhani ya kwamba jirani atarithi. Okay, sasa leo sisi mahusiano na majirani zetu ni jambo ambalo tunalipoteza kadiri miaka inavyokwenda. Watu wala hajui jirani yake wala hakuna mwingiliano wowote, okay, na jirani yake. Kila mmoja kajifungia namna aliojifungia, hana mahusiano mazuri na jirani. Wachilia mbali watu ambao wana uhasama kabisa na majirani zao, wengine ni wagomvi na wadui na majirani. Sasa lazima ufanye changes of those social relationship, ubadilishe, utafute kila mbinu namna gani tutatoka kwenye uadui. Lazima ufanye mbinu na hila za kuleta mahusiano mazuri na jirani zako. Okay, ufanye mahusiano mazuri na ndugu zako, ufanye mahusiano mazuri na wafanyakazi wenzako, ufanye mahusiano mazuri na unaowaongoza. Lazima kuwepo na mabadiliko mazuri. Change of the political order through consultations. Mtume sallam alileta mabadiliko katika namna ya kuendesha siasa, namna ya kusimamia mambo ya watu. Siasa ni usimamizi wa mambo ya watu. Ikawepo swala likasisitizwa kwake yeye na kwa umma huu, shura, watu washauriwe, awashauri, washawiruhum fil amr, ni mambo ya watu. Siasa ni usimamizi wa mambo ya watu. Wala usipate tabu katika kufahamu siasa ni kitu gani. Siasa ni sayansi ya usimamizi wa mambo ya watu, mambo ya watu wengi, yani mambo muhimu yanayowagusa watu wengi. Okay? Hii ndio siasa, usimamizi wa mambo haya ya watu wengi. Sasa ikaingizwa katika misingi ya Uislamu kwamba kiongozi unapofanya maamuzi yenye athari kwa watu wengi, yani ndio siasa, washauri watu, consultation. Leo tunaona nchi mbalimbali zimechukua mfumo huu kutoka katika Uislamu, mambo ya public participation, kwamba jambo fulani, sera fulani, sheria fulani, okay, haiwezi kupita mpaka kuwe kuna public participation, watu washirikishwe. Umeona? Sasa kila nchi zina mifumo yake ya kushauri na kuwashirikisha wananchi, okay? Na kadiri mfumo unavyokwenda chini zaidi kuhakikisha maoni ya watu yanaweza kupatikana, ndio mfumo ambao unakuwa bora zaidi na unaohimizwa zaidi katika kuendesha siasa za kinchi. Kwa hivyo Mtume sallam aliagizwa awashauri sahaba zake na alifanya hivyo, kitu ambacho katika tawala zilizopo katika nyakati hizo, ima iwe ni Persian Empire au Roman Empire, wafalme na watawala walikuwa wanaweza tu kuamua wanayoyafikiria wao. Promoting education and learning, kuhimiza masuala ya kusoma, masuala ya elimu na kujifunza. Kwa hivyo
Hii ni katika mifano juu ya yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuchange, kuongoza mabadiliko. Get better, lazima kama kiongozi ucommit wewe mwenyewe kujiimarisha na kujiendeleza. Okay, maana kujiendeleza kielimu, kujiendeleza, kujiimarisha kitabia. Okay, siku zote unatakiwa ufanye juhudi kuwekeza juu ya nafsi yako kimaarifa, kisiha. Okay, kujenga tabia zilizokuwa bora zaidi, kujenga uwezo wako kucommunicate vizuri zaidi na kadhalika. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kwa hadithi hii ni dhaifu katika usahihi wake, lakini ni maneno yake ni muhimu kwetu. Amesema, manistawa yaumahu fahuwa maghbun, yule ambaye siku zake mbili ziko sawa tu, hajajiendeleza, hajaongeza kitu bora na cha ziada, basi huyo amepata hasara. Yule ambaye siku zake mbili ziko sawa sawa, jana na leo na kesho ni vile vile tu, huyo ni loser. Waislamu wanatakiwa kila siku uangalie nini unaongeza katika ibada yako, katika shughuli zako za kiuchumi, katika mahusiano yako na watu na kadha wa kadha wa kadha. Una hatua moja mbili tatu, upige mbele, sio uko stagnant, uko pale pale tu. Take responsibility and accountability, uchukue, uwe ni mwenye kuwajibika. Okay, na ushiriki, ushiriki katika katika maamuzi ambayo yatakuwa yamefikiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipoamuriwa kujenga msikiti Masjidin Nabi, kwamba hapa ndipo ambapo tutajenga msikiti, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukaa tu na kuambia masahaba, nyinyi jengeni, mimi ni mtume bwana, nataka hapa kivulini. Mtume sallam alishiriki vile vile, alitake responsibility ya kujenga ule msikiti kwa kushiriki, kwa kutoa nguvu zake na wakati wake katika kujenga ule msikiti. Ilipokuja katika kadhia ya kuchimba makhandak, Mtume sallam hakukaa tu kwamba mimi ni mtume, kwa hivyo nyinyi nendeni mkachimbe hayo mahandaki. Angeweza kufanya hivyo kwa hadhi yake na kwa nafasi yake, lakini he took the responsibility na kisha ana lead by example, kwa mfano mwema, na akawa anachimba na masahaba hayo mahandaki. Na Mtume sallam vile vile aka enforce accountability, akahakikisha ya kwamba mtu anapofanya makosa, okay, anabeba dhambi ya kosa lake. Okay, hakuna hakuna kuoneana haya wala uh, ku, ku, ku uh, kuona muhali wa namna yoyote ile. Kwa hivyo kama umeiba utakatwa mkono, kama umezini utapigwa bakora au utapigwa mawe, kama umelewa utachapwa bakora. Alisimamia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa hold wale ambao wamefanya makosa accountable. Okay? Umefanya jambo lisilokuwa la sawa, lazima uwajibike, lazima uwajibike. Kwa hivyo aliwawajibisha wale wote ambao walikuwa wanafanya makosa. Okay? Na hakuwa na muhali katika jambo hili. Moja katika changamoto ambazo leo tunazo, okay, ima sisi wenyewe na watoto wetu hatuwawajibishi wanapofanya makosa. Okay? Na wale tunaoongoza wanafanya makosa yenye madhara na pia hatuwawajibishi. Okay, hizi ni dosari ambazo tunazo, na wakati mwingine anapotokea dhaifu, okay, katika hao au mtu tusiyempenda anapofanya kosa tunamwadhibu, lakini huyu mwenzetu, sahiba yetu, yuko kwenye kundi letu, jamaa yetu, huyu tunatafuta namna na vya excuse vya kupotezea kumwajibisha. Haya ni katika makosa ambayo tunayafanya kama viongozi katika taasisi na katika hata familia. Mtoto fulani anafanya kosa, okay, unapotezea, mwingine anaadhibiwa kisawasawa. Okay, takiwa tufanye uadilifu. Wasallam alisema, alituagiza hivi, idilu baina auladikum, fanyeni uadilifu baina watoto wenu. Okay, sio mwingine akifanya vizuri anapata zawadi, mwingine akifanya vizuri wala haijalishi kitu. Okay, unapoleta zawadi fulani anapata zawadi, wengine hawapewi zawadi. Okay, sasa hizo ni katika mambo ambayo mwingine sisi kama wazazi tunafanya makosa. Practice integrity. Okay,
Simama juu ya uaminifu wa hali ya juu. Okay, unachokisema uwe unakitenda, unachokipanga uwe unakitekeleza, na kadhalika na kadhalika. Integrity inasimama katika ule msemo unaosema walking the talk. Okay, tekeleza unachokizungumza. Okay, kuwa mkweli na kuwa mwaminifu. Hey, msingi wa integrity ni ukweli na uaminifu. Ukweli katika maneno yako na ni mwaminifu, kwa maana unatekeleza wewe unachokisema. Unachokisema kwamba hiki hakifai na wewe ufanye. Unaposema hiki kifanyike na wewe unakifanya. Hiyo ndio integrity. Sio unawaambia watu wasifanye kitu fulani na wewe unafanya, tunakuona unafanya. Na tukisema tufanye kitu fulani, tunakuona wewe hufanyi. Hiyo sio integrity. Kwa hivyo integrity ni kualign maneno na vitendo. Kwa hivyo ni mwiko wa kiongozi kuhakikisha ya kwamba anakuwa ana practice integrity. Practice integrity. Ndugu zangu, tumefikia mwisho katika hizi leadership commitments. Kama kiongozi unatakiwa utekeleze na uizingatie miiko hii katika uongozi wako. Kwa hivyo tumehitimisha leo darasa au mada hii ndogo juu ya leadership commitment. Inshallah taala, wiki ijayo tutaingia katika mada mpya. Sasa nitoe fursa ya maswali, kama kuna maswali au kama kuna mtu anataka um, kuchangia, basi hii sasa ni fursa yenu. Karibuni sana. Kwa maswali unaweza uka unmute kuuliza, au unaweza ukaandika swali katika chat, au hata mchango pia unaweza ukaandika katika chat, nasi tutasoma ili tunufaike. Karibuni. Naam, kama hakuna maswali wala hakuna mchango, swali la kutafakari kila mmoja wetu ni je, wewe upo tayari kuishi katika miiko hii? Upo tayari kuishi katika miiko hii, au unaweza ukahesabu hii miiko kwa kiwango gani wewe unaiishi? Okay, kwa kiwango gani unaishi? Hii ni miiko takriban 15 ambayo tumeizungumza. Je, jitathmini. Je, katika miiko hiyo ambayo tumeitaja 15, mingapi ambayo wewe unaiishi, unaitekeleza na unaifanyia kazi na unaisimamia? Okay? Ili uweze kujipima mwenyewe, na kila mmoja wetu anaiona nafsi yake. Kwa hivyo jifanyie self assessment, kujipima. Je, katika miiko hii kwa kiwango gani wewe unaifanyia kazi na unaiishi? Mpaka hapa tumefikia mwisho wa mada yetu hii ndogo na darasa letu la leo. Niwaage kusema subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asanteni sana.